Yezebel alikuwa ni mke wa mfalme mmoja wa Israel, anaitwa Ahabu, mwana wa Omri. Ahabu ni mtoto wa Omri, alipata kuwa mfalme wa Israel, akatawala Israel na akasababisha watu wengi na taifa likamwasi Mungu. Ni miongoni mwa wafalme waliokuwa wabaya kuliko wafalme wengi waliopita katika taifa la Israel. Kwa hiyo Ahabu alipokuwa akitawala, alitawala katika njia isiyomwelekea Yesu ama Mungu. Kwa hiyo akatenda yaliyo machafu na mabaya mbele za Yehova. Na Ahabu mwana wa Omri mfalme wa Israel akamwoa mtoto mmoja wa Ethbali, anaitwa Yezebel. Kwa hiyo Yezebel alikuwa ni mke ama malikia wa mfalme Ahabu, mfalme wa Israel. Na huyu malikia ambaye ni mke wa Ahabu ni mtu ambaye hatoki katika uzao wa Waisrael. Alikuwa ni mtu kutoka katika utawala wa Wasidoni. Miongoni mwa taifa lilokuwa na wafalme wakubwa wenye nguvu na mashuhuri ni anaitwa Ogu mfalme wa Wasidoni. Kitabu cha Zaburi ya 136, si ndio? Ndio hiyo. Sihoni mfalme wa Waamori na Ogu mfalme wa Bashani. Nafikiri hawa ni watu waliotokana na Wasidoni. Ukifuatilia vizuri, ndio pia taifa ambalo lilikuwa na uchawi sana, lilikuwa linaabudu miungu mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo huyu Msidoni, mwanamke binti Msidoni, mtoto wa Ethbaali, anaitwa Yezebel, akaolewa na mfalme ambaye Mungu alimteua wa Israel, anaitwa Ahabu. Wangapi wameelewa mpaka hapo? Amen. Sasa nataka nikufundishe uelewe. Nakupa tu kama introduction ili uweze kuelewa. Nitakapokuwa nazungumza Yezebel, unaelewa chimbuko lake, baba yake anatokea katika kabila gani, alikuwa anamwabudu Mungu gani, tabia zake, ili uweze huko mbele tukisema piga Yezebel, unaelewa sasa Yezebel chimbuko lake na kila kitu. Haleluya. Kwa hiyo Yezebel alikuwa ni mke wa mfalme wa Israeli kabisa. Yaani aliolewa na mfalme wa Mungu kabisa, Ahabu. Ahabu kabla hajamuoa Yezebeli alikuwa mwelekevu kwa Mungu kabisa. Lakini Yezebeli alipokuja kwenye maisha ya Ahabu, akambadilisha Ahabu, akaanza kuabudu miungu ya Wasidoni ambayo ilikuwa inaitwa miungu Mabaali. Kwa hiyo Baali alikuwa ni mungu aliyekuwa anaabudiwa na huyu mwanamke anaitwa Yezebeli. Kwa hiyo Yezebeli hakuwa na muabudu Mungu Yehova, Mungu wa Israeli, Mungu wa baba zetu Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yezebeli alikuwa na muabudu Mungu wa Wasidoni anaitwa Baali. Haleluya. Amen. Na baba yake na Yezebeli alikuwa anaitwa Ethbaali, manake ni mtu atokanaye na miungu. Yaani Yezebeli ni mtoto wa baba ambaye jina lake anaitwa Ethbaali, manake the one aliyetokana na miungu. Mtu ambaye yeye na miungu you cannot separate. Ni mtu kama aliyezaliwa katika uganga na akapewa jina la Mungu ule uganga wao. Ni mtu aliyezaliwa katika uchawi na jina la uchawi wao akapewa yeye. Kwa mfano uchawi wa kwenu unaitwa labda uchawi wa nini? Can you talk to me? Niambie uchawi wa kwenu unaitwaje? Haleluya. Amen. Wakina Manguruma. Ukuta uchawi wa kwenu ni Manguruma, kwa unaitwa Elinguruma. Umeelewa hapo sasa? Wanaitwa kama uchawi unaitwa Eliudi, basi unaitwa Eliudi. Kwa sababu kuna uchawi ulioko pale. Kwa hiyo wakambatiza babaye na Yezebeli jina ambalo Yezebel alikuja kuolewa na mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu. And guess what? Kilichokuja kutokea baadaye ni Yezebel kupindua moyo wa mfalme, na mfalme akageuka, badala ya kuelekeza watu na kuongoza watu katika njia za Yehova, akageuka akaanza kumwabudu Baali, mungu wa Wasidoni. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Yezebeli alikuwa ni mwanamke wa namna hiyo. Lakini mimi leo simzungumzi Yezebeli Msidoni. Leo namzungumza Yezebeli as a spirit. Yezebeli kama roho. Amen. Amen. Yezebeli kama mfumo. Ndiyo. Yezebeli kama agano. Ndiyo. Yezebeli kama madhabahu. Yezebeli kama nguvu. Yezebeli kama mkakati. Yezebeli
Kwa nini tunamzungumza leo? Na ni miaka mingi imepita toka Yezebeli alikufa, kwa sababu mfalme Ahabu alikuja kufa na Yezebeli alikuja kufa. Lakini sasa leo apostol unamzungumza Yezebeli katika engo gani? Simzungumzi Yezebeli aliyekufa mwanamke yule, namzungumza Yezebeli kama roho. Amen. Niliwaambia roho hazifi. Wewe unaweza ukaondoka, but the spirit never die. Roho haifi. Vitu vyote vinaweza vikafa, lakini sio roho. Ndiyo. Roho haifi. Ndio maana roho zinaenda kuhukumiwa milele. Hata ukiasi leo ukamwacha Mungu, roho yako haifi. What dies is your flesh, your body. Roho yako kufa, tunakomaanisha katika ulimwengu wa roho ni kufa kwenda jehanamu. Period. Hello. Hebu punga mkono wako juu kama kuna namna umeshaanza kunielewa. Amen. Hello. Kwa hiyo Yezebeli kwa mtazamo wa kibinadamu ndo huyo, alikuwa ni mwanamke mbaya sana. Yezebeli alikuwa ni mwanamke mbaya kuliko unavyoweza kufikiria wewe. Ndio. Very bad woman. Kuna huyu mtu kwenye Biblia aliuliwa na Yezebeli kwa sababu alikataa kumuuzia mfalme Ahabu mume wake Yezebeli shamba. Yezebeli alimuua yule jamaa kikatili sana. Yezebeli is the mother of all immoralities. Yani Yezebeli ni mama wa maovu yote, mama wa mabaya yote. Uzinzi, roho yote ya uzinzi, masturbation, kujichua, usagaji, ndoa za jinsia moja, ushoga, ni nini tena taja, uzinifu, uasherati, zinaa za namna zote. Kiongozi wao na mama yao ni Yezebeli. Kila aina ya uchafu, pornography zote zinalala, yeye ndio controller, the remote control. Yuko kwenye control room ya huo uovu. Yeye ndio mama, the mother of all evils. Is the queen of immoralities. Yezebeli. Kwa chochote ambacho unakiingia kwenye eneo la zinaa, ujue umemwencounter Yezebeli. Ukitazama pornography ujue umekutana na Yezebeli. Ukiingia kwenye uzinzi, ukachati ujinga kwenye eneo la zinaa, ujue umemwencounter Yezebeli. Manake Yezebeli yuko kwenye kila engo inaitwa uzinzi. Ndio maana Yezebeli ana sifa kuu mbili. Let us see. Sifa mbili za Yezebeli. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 9. Wafalme wa Pili sura ya 9. Usichokijua kwa habari ya Yezebeli. Wewe umemjua Yezebeli kama mwanamke anayedili na masuala ya uzinzi, si ndio? Ngoja nikuonyeshe sura nyingine ya Yezebeli. 9:22. Ikawa Yoramu alipomwona Yehu, alimuuliza, "Je, kuna amani?" Yoramu mfalme, kumbuka Ahabu alishakufa tayari. "Kuna amani Yehu?" Yehu akamwambia, akamjibu, "Amani gani? Wakati makahaba na wachawi wa Yezebeli ni wengi." Kwa sababu Yezebeli alikuwa na two character. Anasema, "Maadam uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi." Hapo soma hii ya chini. Can you put one translation? Ya chini pekee akasema, "Ikawa Yoramu alipomwona Yehu, akasema, 'Je, ni amani Yehu?'" Kumbuka Yehu ni mfalme wa Israeli. Akajibu, "Amani gani? Maadamu uzinzi wa mama yako Yezebeli." Nimewambia ni mama wa nini? Wa maovu yote ya kizina. Na uchawi wake ni mwingi. Kwa hiyo Yezebeli ana sura mbili. Ana sura ya uzinzi na ana sura ya uchawi. So when you describe the person Jezebel, the spirit Jezebel, tunazungumza roho ya zina na roho ya uchawi at the same time. Ndio maana ni very stubborn spirit, ni roho korofi. Utaikosa kwenye uchawi, utaikuta kwenye zina. Haleluya. Amen. Yoramu akamwambia Yehu, "Kuna kitu gani kinaendelea hapa?" Akamwambia, "Kuna amani gani hapa na kati uzinzi na uchawi?" Nataka ile tafsiri nyingine. Uzinzi wa mama yako Yezebel na uchawi wake umekuwa mwingi. Maana yake Yezebel si tu Yezebel. Yezebeli ni mfumo. Yezebel ni mfumo wa kikahaba, ni mfumo pia wa kiuchawi.
Kwa unapozungumza habari za Jezebel, unazungumza habari za makahaba, habari za mikakati ya kikahaba kwa maana ya ugei. Ukiona wanawake wengi wanageuka wanaoana wao kwa wao, ujue kuna roho ya Jezebeli ishaingia kwenye mioyo yao. Ukiona mwanaume anamtamani mwanaume mwenzake, ujue tayari mwanaume kuna roho ya Jezebeli ndani yake. Kwa hiyo Jezebeli sio jinsia ya kike, Jezebeli ni roho ya uzinzi, na Jezebeli ni roho ya kichawi. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Amen. Kumbuka najaribu kukufundisha walau nielewe, japokuwa kwenye hili eneo inawezekana ni ngumu kwa kidogo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo leo tunaingia kuwatandika Mayezebeli kwenye maisha yetu. Amen. Kuang'oa Mayezebeli kwenye familia. Amen. Kung'oa Mayezebeli kwenye madhabahu. Amen. Kung'oa Mayezebeli kwenye mioyo yetu. Amen. Kuna mtu hataki kuitikia hapa, labda anampenda Yezebeli. Wangapi wanampenda Yezebeli? Kama unampenda Yezebeli usiitikie. Haleluya. Amen. Wewe unanyamaza kwa sababu Yezebeli yuko ndani. Mwache tumtoe alafu utashangaa. Amen. Amen. Unajua kuna watu ambao Mayezebeli wanaishi na wao. Ukitaka kuona Yezebeli, angalia matendo na matokeo ya maisha yao. You see Yezebeli. Haleluya. Jana nilikuwa namsikiliza mtumishi wa Mungu Michael Ropo, akawa anafundisha kitu fulani hivi kwa habari ya utumishi. Akawa anasema kuna mtumishi wa Mungu mmoja mkubwa tu, akaja Nigeria, ni Mzambia lakini anafanya huduma kule Marekani USA. Sasa akaja Nigeria kwenye huduma, naye akawa maatenda. Akatoa mfano ule mtumishi wa Mungu, akasema hivi. Akasema siku moja alipata neema ya kualikwa mahali kwenda kuhubiri injili huko Uganda. Eti Uganda, Marekani. Alikwenda Marekani kuhubiri injili. Akakaribishwa kwenye kanisa la prophet fulani mkubwa kabisa, mwenye nguvu, na mtu ambaye kanisa lake ni very mega church, ni kubwa kabisa. Alipofika pale, protocol tu waliokuja kumpokea ni Rolls Royce, gari la kithamani la kifahari. Rolls Royce ndio limekuja kumpokea pale airport, jeupe zuri. Na wakati gari limekuja kumpokea, hakuja kumpokea dereva wa gari lile, is one of the beautiful woman, mwanamke ndo dereva, rembo mzuri. Hata na jua letu la Tanzania ile, kuna nchi ukizaliwa hata usipoweka makeup vizuri, kuna namna tu hali ya hewa inabadilisha hadi na muonekano wako. You look smart, you look beautiful. Achana unatumia mpaka creams, unatumia sunscreen. Ndugu yangu, hivyo vitu navitumia kwa sababu joto la Dar es Salaam limevurugana na mavumbi na mauchafu mengi. Kuna mahali ukikaa tu namna hii, joto lake linakungalisha. Achana ile joto limejaa na umaskini ndani yake. Kuna joto ukilisikia tu nafikiri unaona kabisa hata unajisikia kushiba. Haleluya. Amen. Sasa anaenda tu ni mwanamke, na hawa wengine ya pembeni wanaomzunguka, anakuambia aliona wanawake wazuri hajaiona. Sio kwamba wamevaa wamekaa ucha, wamevaa vizuri, ngozi imewakaa sawa sawa. Ukiwaangalia hivi unaona kabisa anaenda kupoteza title ya kibeki ambacho anaenda kufundisha. Kabisa unapotezwa kwenye ile title ambayo umekuja kufundisha pale madhabahu. Anasema aliona roho ya Yezebeli waziwazi, na hao wanaokuja kumpokea ni watumishi ambao wako close na mtumishi wa Mungu ambaye ni prophet. Fikiria wanampokea pale airport na Rolls Royce, na anaendesha ni mwanamke, pembeni mwanamke, huku pa mwanamke, wanamwambia unakunywa kitu gani? Sijui. Akaona kabisa hii ngoma imeshakuwa nzito, anaanza kuingia ndani ya roho. Bwana, rehema na neema, rehema na neema. Mungu, nitakuonaje kwenye hali kama hii? Jezebeli yuko kwenye mfumo. Anaweza akaishi na wewe umeona akili yupo. Haleluya. Amen. Akamaliza akafika akampeleka hotelini. Ila amekaa kidogo, ametoka bafuni, ashanga mlongo na gongo. Anaambia mheshimiwa, how can we help you? Tunaweza tukakusaidiaje mheshimiwa? Akasema kwani huku kuna mpaka mawaita ambao ni watumishi wa Mungu. Si kuna watu wa hoteli ambao wanatufanyia kazi hapa. Nyinyi ni nini tena mnatafuta? Ambia hizi ni watumishi wa prophet. Tumekuja kuuliza kama kuna shida yoyote. Alafu anayekuja kukuangalia, macho anaweza akageuka ukashangaa na mwacha Yesu hotelini. Haleluya. Amen. Yezebeli. Akasema nilimuona Yezebeli waziwazi, nilicheka sana. Anauliza, je, huyu prophet haoni ninachokiona au shida ni kitu gani? Haleluya. Amen. Sasa naomba nikupe sasa mfumo namna ambavyo Yezebeli anafanya kazi. Ndio. Ili uweze kujua kumbe huaga anapitaga huko, anatokeaga huko, anapita huko, anatokeaga huko. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Leo nikimaliza kufundisha hichi kitu ninachokufundisha hapa, nikisema tuingie kwenye maombi, hautatania. Amen. Hautaleta masihara. Amen. Yaani hautaleta jokes hata kidogo. Ndio. Utakuwa more than serious kwa sababu utakuwa umenielewa. Amen.
Yezebel namba moja, andika, sio mwanamke. Yezebeli anawakilisha roho ama mfumo fulani katika ulimwengu wa roho. Yezebeli anawakilisha mikakati ya kikahaba. Yezebel ni roho inayowakilisha mifumo ya kiuchawi. Yezebeli ni mifumo ya kikahaba. Yezebeli ni mfumo wa kiuchawi. Yezebeli ni roho inayopambana na hatima za watu. Yezebeli ni roho maalum inayokuja kumsimamia mtu asimwabudu Mungu. Yezebeli ni roho maalum inayoachiliwa kuja kuhakikisha mtu wa Mungu anautumia anaenda kinyume na kusudi la Mungu, huku akifikiria yuko katika njia ya Mungu. Nisikiliza vizuri. Yezebeli anahakikisha anapindua kusudi la Mungu ndani yako, lakini hakuondoi kwenye kusudi. Anakuacha ukiendelea kutumika, lakini alishaondoa utumishi, japo wewe unafikiria ni mtumishi wa Mungu. Ni kweli. Narudia tena. Yezebeli akija kwako leo pastor, hakuondoi usiwe pastor. Yezebeli akija kwako mchungaji, anakuwa anakuendesha ufanye vitu nje na Mungu, lakini bado wewe ni mchungaji. You see? Tutakuona unahubiri but huwezi ukaishi unachokihubiri. Tutakuona unatangaza habari za Yesu, lakini wewe Yesu umfahamu. Tutakuona unamfundisha watu Yesu, lakini wewe huyo unachomfundisha hujawahi kukiishi. So Jezebel is there to stop you to please God. Jezebeli anakuwepo kukuzuia wewe usimpendeze Mungu, japo hakuondoe kwenye mpango ule. Anakuacha kanisani, na ni roho yenye akili nyingi, kwa sababu utabaki hivyo mpaka Yesu anarudi naenda jehanamu. Utakuja unashangaa, ndio wale wanaosema nilitoa mapepo kwa jina lako Yesu, nilisema na watoto wako, nilifundisha, nilihubiri, wasemaje unijui? Anasema ondoka kwangu enyi mliolaaniwa. Ni wale ambao their controller ni Jezebel. Kwa hiyo Jezebel sio tu mwanamke. Kwa hiyo usikae hapo ufikirie kwamba Jezebel atakuja kama mwanamke kukuseduce, kukutongoza uingie kwenye mfumo wa kikahaba. No. Anaweza asije kwa mfumo huo, akaja na mfumo mwingine ambao unakutoa kwa Yesu ukiwa unafikiria bado uko kwa Yesu. Ngapi mnaelewa? Amen. Yaani wewe unafikiria bado uko kwa Yesu, lakini ushatoka kwa Yesu muda mrefu. Huyo ndo Jezebel. Ahabu alitolewa pasipo kujua ametolewa, akajikuta anamtumikia Jezebel, anatumikia miungu ya Jezebel, akaijengea mpaka Ashera, akaijengea mpaka madhabahu, ile miungu ya Baali. Ashera ni sanamu, akaijengea sanamu, akaichongea sanamu Baali. Kwa hiyo watu wengi leo wanamwabudu Jezebel, wanatumika chini ya roho ya Jezebel pasipo wao hata kujua, na ni watumishi wa Mungu wakubwa. They are great men of God. Na nitaka niwaambie hichi kitu, andika. Jezebeli haogopi una miaka mingapi kwenye wokovu. Amen. Jezebeli haangalii umeokoka una miaka mingapi. Jezebeli haangalii unaomba kwa kufunga muda gani. Jezebeli haogopi maombi yako. Jezebeli haogopi wewe umesoma neno. Jezebeli haogopi upako. Jezebeli haogopi cheo. Jezebeli anaogopa mtu ambaye anaishi kile ambacho Mungu anataka kiishi. Amen. What can stop only the Jezebel, not only the prayer, is the total transformation. Ni mabadiliko ya jumla kwenye maisha ya mtu. Manake pale ambapo unaamua kugeuka na kumrudia Yesu na kuacha njia zote mbaya, alafu ukaamua kuishi sawa sawa na maandiko, hapo ndipo Jezebel anaanza kupoteza nguvu. Lakini wewe kusoma neno haimtishii Jezebel. Hakuna mtu alikuwa na Yesu na Mungu kama Elia.
Hakuna mtu ambaye alikuwa anamjua Mungu. Nafikiria kwenye ibada hii, sidhani kama kuna mtu amekuwa na Mungu karibu kama Elia. Yuko hapa? Nyosha mkono wako juu. Yuko na mtu ambaye alikuwa anaweza kuona maono na kutabiri kama Elia. Can you raise up your hand kama wewe unamzidi Elia kwa ukubwa? Haleluya. Sijui kama yuko hapa. Yamkini utakuwa kama yeye ama zaidi ya yeye. Sijui, lakini Elia alikuwa ni mtumishi wa Mungu mkubwa tu kabisa, lakini ni miongoni mwa watu waliomkimbia Yezebel. Haleluya. Amen. Usiniambie apostol imekuaje. Yezebeli alikuwa na manabii wa Baali ambao amewatrain kwenye unabii wa kuenda kinyume na mpango wa Mungu. Wanaitwa manabii wa Baali. Hawa manabii walikuwa 450 ambao ndo Elia alikuja kuwaua alipomwambia Ahabu, waambie watu wako wajenge madhabahu na mimi nitajenga madhabahu, alafu miungu uiteni Mungu wenu na mimi niite Mungu wangu, alafu yule atakayeshuka na kuchukua kwa moto, huyo ndiye Mungu. Manabii wa Baali 450 wakaita toka asubuhi, wakaita adhuhuri. Elia akawa na watania na waambia, hebu muamsheni, labda Mungu wenu amelala. Wakajikatakata na visu angalau watoe damu wamuite Mungu wao kwa sadaka ya damu, lakini bado Baali hakuitika. Alipoita Elia Mungu wake, akaita Mungu akashuka kwa moto, akaramba ile sadaka na yale maji, ile sadaka ya kuteketeza ikatolewa pale. Baada ya pale Elia akawaambia watu, hakika mmemwona Mungu wa Elia, Mungu anaishi. Sasa kamateni hawa manabii wote, asikimbia hata mmoja. Manabii 450 wakakamatwa, wakauawa na Elia, wakauawa wote. Walipouawa wote, Ahabu akatoka pale, akaenda nyumbani kwake kwa mke wake, akakutana na Malkia Yezebel, akamwambia mambo yote yaliyotokea. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 19, akamweleza Yezebel mambo yale yote yaliyotokea, akamwambia vile ambavyo Elia amewatendea watu wa Baali ama manabii wale wa Baali. Asema basi Ahabu akamwambia Yezebel habari ya mambo yote aliyoyafanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Unasikia hapo sasa? Ni taarifa ya Ahabu mfalme amepeleka kwa mke wake anaitwa Yezebel Malkia, mtoto wa Sidon. Akamwambia mambo yote aliyotokea. Mstari wa 2 asema ndipo Yezebel akampelekea Elia mjumbe. Manake Elia akatumiwa mtu ambaye amepokea ana ujumbe kutoka kwa Yezebel, akasema miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, manake miungu yangu nayo iabudu, na iniue zaidi ambavyo waliwaua hawa manabii wangu jana Elia, na wanifanyie hivyo zaidi. Mimi Yezebel nazungumza, nisipokufanya roho yako kesho, panapo wakati kama huu, kama roho ya mmoja wapo wa hao, manake nisipoiua roho yako kama ulivyoua manabii zangu, I will kill you tomorrow as you kill my prophets. Yezebel anatangaza kwa Elia. Elia aliposikia maneno hayo, mstari wa 3, Elia aliposikia maneno hayo, kilichotokea nini? Naye alipoona hayo, aliondoka akaenda ahifadhi roho yake, akafika Basheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko ambaye yule Gehazi. Nenda mstari wa 4 kidogo. Anasemaje? Anasema lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe. Akasema yatosha sasa, Bwana, uiondoe roho ya mtumishi wako, kwa kuwa mimi si mama kuliko baba zangu. Fikiria Elia mtumishi wa Mungu aliyeinuka akashusha moto kwenye mlima Karmel, akashusha moto, watu wakafa, watu wa Ahabu wale waliokumwa wanatumwa na Ahabu, watu 50 wakakufa 3 times, magrupu matatu, watu 150 wote wakakufa. Leo hii Elia huyo anamkimbia mtu mmoja ambaye anaitwa Yezebel. Usifikirie Yezebel tu ni mwanamke. Yezebel si tu mwanamke, ni mfumo. Ule mjumbe hakuja kama mjumbe, alikuwa na roho na uvuvio na nguvu fulani alikuja nayo, ikamletea hofu Elia. Elia akakimbia, anajiombea afe. The mighty prophet of God anajiombea afe. Naweza kaanza kunielewa hapa. Yezebeli ni mtu wa namna gani? Yezebeli akamwambia panapo muda kama huu kesho Elia na kuua. Woman, mwanamke anamwambia nabii wa Mungu, nitakuwa kesho. Haleluya. Amen. Sasa Yezebel yeye yuko na maarifa na hekima ya kukubariki, ya kukuinua. Anakupa vitu na utajiri wowote ambao wewe unautaka, ili tu ahakikisha utajiri huo, ili mradi anahakikisha utajiri huo unakutoa kwa Mungu. Yaani yeye kukubariki sio shida, yeye kukuinua, kukupa maarufu sio shida, yeye kukupa jina ambalo kila mtu akilisikia anatetemeka sio shida, ila anahakikisha ukiwa na vyote hivyo Yesu wa kweli hayuko ndani yako.
That's why Jezebel is the one anayefanya watu wengi sana wauze roho zao. People they are selling their souls. Wanauza nafsi zao kwa mashetani. Jezebel yuko nyuma ya yote hayo. Katika vitu ambavyo havimpendezi Jezebel ni wewe kufanikiwa na kumtukuza Mungu. Wewe kufanikiwa na kuendelea kuwa mtumishi wa Mungu. Wewe kufanikiwa na kuendelea kuwa mtume wa kweli. Yaani unaongezeka kiuchumi, alafu pia unaongezeka kiroho katika kumpendeza Mungu. Unaongezeka, kuna magari yanaongezeka, fedha na viwanja na kila kitu, alafu pia unaongezeka katika hofu ya Mungu. Ni kitu ambacho Jezebel hapendi. Anapenda ukiongezeka kiuchumi, unaondoka kwa Yesu. Na angalia watu wengi duniani wakifanikiwa kidogo wamemwacha Yesu. Fuatilia. Haleluya. Amen. Sasa jambo lingine la pili, Jezebeli akija kwenye maisha yako, nilikwambia jambo la kwanza na mambo ya mfumo. Haleluya. Jambo la pili, Jezebeli anakuja kwa ajili ya kuchukua nafasi. Jezebeli anapigania sana kuchukua nafasi yako. Jezebeli, ukitaka kujua Jezebeli amekuja kwenye maisha yako, kuna mahali ulikuwa na utawala unakosa utawala. Kuna mahali ulikuwa na nguvu unapoteza nguvu. Kuna mahali ulikuwa na power, the power disappear. Kwa sababu yeye ana teknolojia ya kuondoa nguvu, anakufanya dhaifu, afu anakuwa na nguvu, then anakucontrol. Wangapi wamenielewa? Amen. Yaani Jezebel yeye anakuja kwa ajili ya kuchukua mamlaka ulionayo. Anakuja kwa ajili ya kuchukua nafasi ulionayo. Ana fight for the positions. Hallelujah. Amen. Yaani yeye anakuja kuhamisha moyo wako mahali ambapo umekaa, anauhamisha, anaupeleka sehemu nyingine. Just for you to be weak, kuwa dhaifu. Ulikuwa na, unajua, ngoja niwaambie mfano. Umetoka kufanya pornography sasa hivi, si ndio? Masturbation. Ndio. Akisha kupeleka kwenye masturbation, alafu asubuhi nakuja hapa kuja kuhubiri, nguvu ile, mamlaka ile na namna ya kuzungumza itapotea. Ni kweli wangu? Ni kweli. Kuna namna tu utakuwa unaongea kwa hofu. Ndio. Wasiwasi. Unaona kama Yesu anakuwa. Unaona kama uko uchi. Unaona kama kuna namna unajisikia. Kwa nini? Kwa sababu there is something wrong you did. Kuna kitu kibao umekifanya ambacho kina hukumu moyo wako. Kinaleta shida kwenye nafsi yako, ambacho kinakuambia wewe hufai, wewe ustahili. Kwa hiyo Jezebeli anapokuja kuchukua mamlaka, anakuletea roho ya kutokujiona wastahili. Yaani unajiona huna thamani. Anakuja kusababisha thamani yako iporomoke. Ndio maana watu wengi sana wanaanza kusema mimi sina chochote, mimi sio lolote, mimi sina thamani yoyote, mimi sio kitu chochote, mimi sio kitu gani. Yaani anaanza kujidharau, anaanza kujikompea. Roho ya Jezebel inaleta watu kujifananisha na wengine. Muangalie Elia, rudi pale kwenye ile Biblia, usiku nimetoka. Anazungumza anasema kwamba mimi si kama wao waliopita. Maana yake anajifananisha na kina Musa, anajifananisha na kina Elia, akina Abraham, wakina waamuzi, anajifananisha na watu mbalimbali. Anasema mimi si kama mwema kuliko baba zangu waliopita, kina Ibrahimu, Isaka na Yakobo, akina Musa. Mimi si mzuri kuliko hao. Mimi ni Elia, lakini si kwamba ni mwema kuliko hao. Ndio maana mimi sio mwenye nguvu kuliko hao. Anajaribu kujifananisha na wao. Roho ya Jezebel inaleta mashindano, inaleta kujifananisha na mtu. Mimi ni hubiri kwa hubiri vizuri kama apostol. Hutaki kuhubiri kama mimi, unatakiwa uhubiri kama Yesu. Amen. Hutaki kufundisha kama mimi, you need to teach us how Jesus teach. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wananielewa ninachosema? Amen. Hello. Yaani Jezebel anachokisababisha, anakufanya upwaye kwenye eneo lako la utawala. Ndio. Unapwaya. Mtu wa Mungu unayeandika utasaidika sana. Roho ya Jezebel inamfanya mtu apwaye, ashindwe kuenea. Yaani kwenye uaposto huenei kuwa aposto, huenei kuwa mchungaji, huenei kwa sababu kuna vitu amevitofisha ndani yako. Unajiona huenei kuimbisha hapa mbele, huenei kuwa mtumishi wa Mungu. Anakufanya ujidharau kiasi kwamba unajiona you are not worthy to do anything in the house of the Lord. Jezebeli roho inakufanya uone hata kwenye biashara huwezi fanya biashara yoyote, huwezi fanya kazi yoyote, huwezi ajiriwa kawezekana. Inakufanya ujione very inferior. Is the spirit inayokufanya uwe inferior before men, before your father. Yaani roho ambayo inakufanya uwe inferior, ujione kitu kidhaifu mbele za watu na mbele hata mbele za bosi wako, mbele za Mungu. Unajiona kitu kiduchu.
kitu kisichofaa, kisichokuwa na thamani yoyote, kisichokuwa na mwelekeo, kisichokuwa na A wala B, kisichokuwa na A wala B, kisichokuwa na 1 wala 2, hakina chochote. Yani kipo kipogo tu. Hivyo ndo roho hii inakuambia hivyo. Na kuna watu wengi hata wako hapa saa hii wanajionaga hivyo. Wanajiona ni kama wao hawezi fanikiwa. Wanajiona ni kama wao hawezi olewa. Wanajiona ni kama wao hawezi oa. Wanajiona ni kama wao hawezi fanikiwa kwenye maisha yao. Wanajiona kabisa kama sisi ni ngumu sana kuweza kuinuka kwenye uchumi. Wanajiona ni watu ambao wanajiona ni roho ambayo inasababisha kuangalia, inakwambia kwenye familia yako nani amefanikiwa. Wewe nani uje ufanikiwe kwenye familia? Unaanza na wewe kukubaliana na ile roho. Ni roho ya Jezebeli hii. Inapingana na kile kikuu kilichoko ndani yako. Inadhoofisha the greatness in somebody's life. Inaleta greatness, inaondoa greatness, inaleta roho ya udhaifu ndani. Mtu anaanza kujihukumu, anaanza kujiangalia, ona nimezaa kabla sijaolewa, ona nimesababisha, nimetoa mimba, ona nimezaliwa kwenye familia wazazi wangu hawajasoma, ona nimezaliwa mimi. Kumbuka, anaanza kujiambia kumbe mimi sina lolote. Mungu hata usingeniumba, Mungu hata usingenifanya nikazaliwa. Ile siku nimezaliwa ni heri mama yangu ile mimba ingetoka. Anaanza kujihukumu. Mama anaanza kumwona mwanae, ni heri nisingezaa ile mtoto, ni heri ningezaa paka angalau angekula panya murani. Mama anaanza kuzungumza. Ni roho ya Jezebeli imeingia kwenye hiyo familia. Mtu anaanza kujihukumu. Roho ya Jezebeli inaleta hukumu ndani ya mtu. Unajiona ufai, unajiona sio kitu. Yaani unajiwekeaga mpaka, unajiwekeaga mwisho. Mwisho wa siku watu kama hao wanaendaga kujiua. Roho hii inaendaga watu, kunapelekeaga watu kwenda kunywa kitanzi. Wanajiua, wanakunywa sumu. Yaani roho inakupelekea kwamba mwisho kufa. Muangalie Elia anasemaje? Anamwambia Mungu iondoe roho yangu. Elia anafika maana anamwambia Mungu ondoa roho yangu. Alafu unasema Mungu, una maombi yako machache. Yaani unaomba dakika 5. Asante Yesu, thank you Jesus. Hebu naomba maji ya kunywa hapo. Maombi ya shukrani dakika 2 kiu tayari. Unaangalia kwanza nikatafuta ugali uliopoko siku. Unatoka unaingia sebuleni, unatafuta mfusosi, unatafuta jikoni huko. Unafakamia saa 8 usiku. Nini kinatokea? Ni njaa. Muda tunaanza kuomba. Njaa inaingia ni kubwa mno. Hiyo ni Jezebeli limeshaingia. Linavuruga mfumo wa maombi. Hallelujah. Amen. Sini Yesu atusaidie. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo Jezebel akiingia kwenye maisha ya mtu, hamuondoi yule mtu kuwa kwenye kila anachokifanya. Hichi kitu naomba ukielewe vizuri. Amen. Jezebel akiingia kwa mwalimu Filipo leo, hamfanyi mwalimu aache kazi ya walimu. Anachofanya, anaacha unaendelea kuwa mwalimu, lakini yeye ndo atakuwa controller wako. Atakwambia cha kufundisha, muda wa kwenda kazini, muda wa kurudi nyumbani, uvae nini, usivae nini, ila kazi utaendelea nayo. Kwa hiyo yeye anachokifanya ni kwamba, Apostle, nataka kwenda kuhubiri kwa habari ya utakatifu. Naenda kuhubiri kwa habari ya maisha, watu kufanikiwa, watu kuinuliwa. Ni kitu kibaya? Hapana. Kwa hiyo ukimsikia baba anasema pokea magari, pokea viwanja, pokea nyumba, wewe utaona baba leo amekuja na upako wa kupokea. Lakini si baba, there is the spirit inside of ambayo inaitwa roho ya Jezebel, inamuongoza yule baba. Anazungumza vitu ambavyo sio roho alitaka aseme. Ndio maana kuna mahubiri mengi leo ya AI. Watu wengi wanahubiri kupitia AI. Wanaandika tu title kwamba kupambana na roho ya Jezebel. Inakuja na nakupa na prayer point. Omba hivi, nakwambia naomba ukiwa na shida nyingine nikusaidie. Yaani wale majamaa wana roho ya utulivu na upendo. Kwa hiyo unafikiria, unaacha kumsikiza roho wa Bwana. Anakwambia Jezebeli ni Msidoni, alikuwa ni mtoto wa fulani, akazaliwa sehemu aka fulani, alikuwa aliishi muda huu, akakaa malkia muda huu. Yaani nakueleza, ukija hapa, ukiona ubiri watu wanasema wow, Apostle amejaa nondo, Apostle, wow, Apostle. But there is no Holy Spirit in Apostle. Hakuna kinachomuongoza Apostle. AI inamuongoza Apostle. Kwa unakuta Apostle na mafundisho mengi yai. Angalia vijana wengi siku hizi hawasumbuki. Hawasumbuki. Usiku mtu amekaa hivi anawaza niombe nini? Anamuuliza AI, unahisi niombe nini? Karibu rafiki yangu, unataka eneo la uchumi au eneo la kazi?
ama eneo la familia, nimwombee nani? Ana mama yangu. Haya, muombee hivi. Unaongozwa na roboti la Elon Musk. Alafu unamaliza sema amen pua yako. Amen. Yaani AI inakwambia kila kitu. AI inakwambia unataka kufanya biashara, fanya biashara hii, fanya biashara hii, fanya biashara, fanya biashara hii. Nenda kafanya. Sio kila biashara inaonekana ina faida. Ni kweli. Haleluya. Nilikuwa na mwanangu tunafanya biashara fulani. Hasa wakati tumeanza, tukiwa tumenunua vitu vya kuuza, tunanunua vitu labda vya 100,000. Tunauza we. Tunakusanya ikifika 200,000. Tukienda kununua vitu tunashangaa tunaona vitu vya 200,000. Hatuna hata zero imebaki kule kwenye account. Nashinda, anauliza kwani baba ile inaendaga wapi? Mbona kama tunauza hatuoni faida yoyote? Tukaanza programu ya maombi na kuanza mikakati. Jana akaniambia, kwani baba hii hela ambayo inapatikana ilikuwa wapi? Amen. Haleluya. Amen. Huwezi ukaelewa kama hujaelewa haya maroho. Ni kweli. Ni mifumo inakuchenga hapo. Unafanya kazi kama tembo, matokeo simizi. Yaani unaamka asubuhi mapema, unalala usiku wa 8 na hauna hata 10. Unateseka, unaochosha mwili lakini huna hata 100. Ni roho ambayo iko tayari kutumikisha kama tembo, kama punda. Ufanye kazi kwa bidii, ung'ang'ane, upambane, alafu utumie hela kwenda kumnunua mwanamke pale Chakoni chako Dodoma. Hela ulionayo uitumie kulipia hela kwa mwanamke, umnunue mwanamke. Yaani yuko tayari kutesa, na baada ya kumnunua mwanamke, pesa kuisha, anakuleta tena kazi nyingine. So you work for sex. Na mtu kama huyu mlevi hakosaki kazi. Ushonaga mlevi ametoka kijiweni akakosa kazi ya kwenda kufanya. Hakosi. Wewe ambaye hela yako akutoa sadaka, nenda mtaani utashangaa umerudi. Leo mambo yamekuwa ni magumu. Lakini akitoka, kwa sababu Yezebeli anajua akipata kazi ataenda kulewa. Wewe hana shida, atakupa tu kazi kwa sababu anajua hiyo hela yako itafanya kazi ufalme. Ni kweli. Wangapi wanaelewa unajua? Amen. Kwa unashangaa watu wanafanikiwa lakini wanapata michongo mingi ya fedha, lakini michongo yao imekuwa ni hewa tu. Hakuna maana. Ni heri asingekuwa hata na kazi, angelala tu. Kwa sababu his money ama her money haifanyi chochote chenye kumtukuza Mungu. Kwa hiyo Yezebeli hakuondoe kwenye ile, ila yeye anakuwa ni control. Anakuambia cha kusema, anakuambia nini cha kufanya na nini si cha kufanya. Anakuongoza what to do and know what to do. Hallelujah. Amen. Mwambie jirani yako amka. Yezebeli asije akakudanganya. Mwambie ni mbaya. Nako namna hiyo ni mbaya. Kitu kingine, Yezebel ni roho ambayo can you come? Nikuonyeshe kwa mfano uelewe vizuri. Wangapi wanajifunza hapa leo? Niongezee sauti kinanda kidogo sana. Ngoja nikuonyeshe, njoo hapa. Huyu Yezebeli akiwa ndani yake ni kama mimi. Hamnioni mimi, mnamuona yeye. Lakini kuweka mic yako kwenye huo, unaongea na mic yako. Lakini mimi ndo nitakuwa namwambia cha kusema. Mnamuona hapa mtumishi wa Mungu, namwambia hubiri habari za mafanikio. Sema hata usipoomba kwa bidii utafanikiwa. Wewe pambana na maombi uone. Wangapi wanaombaga na hawajafanikiwa? Wewe tulia. Wewe njoo tu kanisani natosha. Hata ukitenda dhambi, Yesu atakusamehe. Kuna mshangaa mtumishi wa Mungu anaongea, mnafikiri labda ni yeye, kumbe kuna Yezebeli huko nyuma. Kuna Yezebeli nimekaa huko nyuma, ndio linamwambiaga what to say. Au anafanya vituko vya ajabu. Mnafikiri ni Yohana. Kuna yule Yohana yuko huko ndani, anamwambia fanya kituko cha kijinga wewe aibike. Yeye haoni kuaibika, ila linamwambia wewe fanya tu, na anafanya. Nashangaa Yohana anafanya hivyo, anambia kaka, umeshakuwa mtu mzima kaka. Anambia acha ujinga bwana, ndio nisicheze. Kumbe ni Yezebeli yupo anamuongoza. Ni kweli. Haleluya. Amen. Unakushangaa mtu anakuambia mwanangu, mimi nikikumbuka Serengeti yani siwezi kulala, yani nasikia cold nafaa. Ni Yezebeli. Amen.
Unakuta mwanamke anakuja anakwambia kaka sijui nini, anakutumia meseji ambazo ukizitafakari ukifunga macho unamwona. Yes. Anaitwa labda Julie, baada ya kusema Julie unasema yes. Unamwona kabisa Jezebel kwenye sura ya Julie. Ni Julie, ni Jezebel in Julie's face. Yaani ni Jezebel kwenye sura ya Julie. Kwa hiyo mtu anayekuja kwa kukuambia mambo ambayo yanatoka kwa Mungu, huyo ni Jezebel. Amen. Mwambie Jezebel, nani kakutuma? Amen. Yaani akija kwako akwambia mama tumseme apostle, mwambie Jezebel. Kweli huoni aibu Jezebel? Kwa hiyo wewe mwambie tu Jezebel. Una aibu Jezebel? Kuna watu ni Jezebeli hapa. Hawastahili kuitwa hata majina yao. Kuna message ukiona unajua hii message imeandika Jezebel. Kuna message tu ukiona kwenye simu ametumiwa rafiki yako, unajua hii hajaandika Yohana. Huyu ni Jezebel ndani ya Yohana, anaandika message kwa vidole vya Yohana. Ni kweli. Unamwambia Yohana mtumishi wa Mungu, tangu lini Jezebel anapotosha moyo wako? Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo kuna watu wengi saa hii waitage tu Jezebel. Ni kweli. Maana wao wametumwa kukutoa kwenye mpango wa Mungu. Ni kweli. Amen. Hallelujah. Amen. Hello. Kwa hiyo yeye mara nyingi haonekanagi. Kwa hiyo wewe unasikia sauti na kwa nini unaniona hapo? Hapana. Lakini sauti unasikia. Ndio Jezebel alivyo. Yaani anajifichaga, hayataki kuonekanaga. Na yapo hapo. Hallelujah. Amen. Unasikia unasema amina. Ni kwa sababu unaona hunioni. Ndivyo ambapo Jezebel ana control maisha yako. Leo kokote alikojificha. Amen. Popote alipokaa. Amen. Tunamwendea kwa jina la Yesu. Amen. Tunamwendea kwa damu ya Yesu. Amen. Amekaa kwenye familia. Dio. Amekaa kwenye biashara. Dio. Amekaa kwenye moyo. Dio. Kwenye macho. Dio. Kwenye kinywa. Dio. Kwenye masikio. Dio. Kwenye pua. Dio. Kwenye chochote. Dio. Leo anakuachia. Amen. By fire, by force. Amen. In the name of Jesus. Amen. Sema Jezebel. Jezebel. Wewe roho ya Jezebel. Kamata moto. Kamata moto. Kamata moto. Kamata moto. In the name of Jesus. Wapi vigelegele? Amen. Hujanielewa? Leo Jezebel anaanguka. Amen. Amependa hajapenda. Amen. Amekubali hajakubali. Amen. Yeye anakataa ama anakubali haituhusu. Tunachokijua Mungu alimwambia Elia. Ndio. Mungu akamwambia Elia, wewe unasemaje? Nenda mstari ule, nenda mbele kidogo. Mahali ambapo Mungu alimwambia Elia ya kwamba wewe nimechoka sasa nenda kampake mafuta Hazael awe mfalme wa Yuda, alafu umpake mafuta Yehu awe mfalme wa Israel, and then umpake mafuta Elisha awe nabii mahali pako. Umepata mahali? Akamwambia sikiliza Elia, wewe usiogope. Haleluya, wewe usiogope. Nenda kampake mafuta. Nafikiri kwenye sura 20. Halo. Elia anaambiwa hivi, wewe si unasema roho yako inataka kufa. Sasa wewe umeona haiwezekani. Umebaki wewe peke yako. Excuse me. Mwenyezi Mungu akamwambia rudi kwa kupitia njia ya jangwani mpaka Damasko, utakapofika mpake Hazaeli mafuta awe mfalme wa Aramu. Haleluya. Amen. Mfalme wa Shamu. Yes. Nenda mstari wa 16. Akamwambia tena, na Yehu mwana wa Nimsi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abel Mehola mtie mafuta na yeye awe nabii mahali pako. Wewe umechoka Elia? Sio kwamba ninaye Elia peke yake, nina majemedari mengine nimewaandaa, nina watu wengine zaidi yako. Wewe unajiona kwamba umechoka, roho yako imezimia, sio bora kuliko baba zako, lakini kumbuka nina Yehu mahali, nina Hazaeli mahali, nina Elisha mahali. Wako mayehu hapa, wako akina Hazaeli hapa, wako akina Elisha hapa. Hata kama kwenye
kwenye familia yako. Dio. Baba yako alipigana vita ikamshinda. Hiyo vita haitakushinda. Ndugu zako kuna mahali wamepambana kiuchumi, imegonga mwamba. Wewe utakapoinuka leo, utaangusha huo mwamba, utavunja hiyo ngome, utabomoa hiyo madhabahu inayozuia familia. Piga kelele, sema haleluya. Haleluya. Amen. Akamwambia mpake mafuta Hazael awe mfalme wa Sham. Number 1. Number 2, Yehu mwana wa Nimshi mpake mafuta awe mfalme, to be the king of Israel. And then mpake mafuta Elisha mwana wa Shafati ambaye ni yeye ni Abeli Mehola, mtie mafuta awe nabii mahali ambako unasimama. Mahali huo umesema kwamba umechoka, sasa nimemalizana na wewe. Elia akamalizana kazi na Mungu, alichobakisha akaenda akawapaka mafuta majamaa. Amen. Mungu akasema go quickly. Mungu akasema na itakuwa, sema itakuwa, atakayeokoka na upanga wa Hazaeli Yehu atamuua, na atakayeokoka na upanga wa Yehu Elisha atamuua. Hapana pa kutokea. Amen. Hapana pa kutokea. Amen. Hapana pa kutokea. Amen. Tutatumia upanga wa Yehu, upanga wa Elisha, upanga wa Hazaeli. Hapana mahali Yezebeli ataponea. Tunamkanyaga leo. Akija juu tutamshusha. Akija chini tunamkanyaga. Akija upande tunamvuta. Akija huku tunamvuta. Tunamdondosha chini. Tunamsigina kwa jina la Yesu. Wapi vigelegele kwa Bwana? Wewe leo hana pa kupita. Yezebeli amazako. Kuna mtu mmoja akaandika jana, amazake amazangu. Amazangu hazipo. Amazake. Manake mimi nipo in the safe side. Leo sio kwamba ni bahati nasibu. We are here to war. Kupigana vita na Yezebeli. Halo. 18. Nenda hapo haraka kidogo. 18. Wewe. Pamoja na haya Mungu akamwambia nitajisazia katika Israeli watu 7,000. Elia alimwambia nimebaki nabii peke yangu, kumbe hakujua kuna watu wa alfa. Amen. Wakasema familia imekuwa maskini wote. Waambia msinihesabu maana mimi ni miongoni mwa Buza hakuna kanisa lenye Mungu. Waambia liko Alfa na Omega Bwana. Mungu akasema nimejisazia katika Israeli watu 7,000. Achana 7,000, watu hawa wa Alfa na Omega. Mungu amejisazia kwa ajili ya utukufu wake. Kwa ajili ya utukufu wake. Mungu amejisazia for his own glory. Shout hallelujah. Hallelujah. Asema kila goti lisilomwinamia Baali na kila kinywa kisichombusu. Kwani kuna mtu anambusu Baali hapo? Hapana. Haleluya. Kwa hiyo kama sio sisi tuko upande wa Bwana, tunaenda kusimama kinyume na Baali. Baali anayezuia maisha yako, Baali anayezuia uchumi wako, Baali anayezuia familia yako. Leo Baali tutambalasa. Amen. 19. Anasema basi akaondoka huko akamkuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima mwenye jozi ya ng'ombe 12 mbele yake, na yeye mwenyewe alikuwa pamoja na lile la 12. Elia akapita karibu naye akatupa vazi lake juu yake. Vazi maana yake wito, calling, the mantle, prophetic mantle. Hallelujah. Amen. Ndio maana tumebaki na makanisa ambao the prophet wana prophesy but there is no God. Hakuna Mungu. Kuna tabiri nyingi, kuna prophecy nyingi, but no God. Shoutings, kelele nyingi, lakini Yesu hayupo kwenye zile kelele. Ni kweli. Wanaimba hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Haziko tena nyingi, sio za ushindi tena, ni kelele za vilio. Raheli anamlilia mwanae. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sawa basi. Wengine kwenye familia yako wamekufa, lakini wewe Mungu amekuacha. Amen. Sawa basi. Kuna wengine wameumwa na ukimwi, wewe hautakufa na ukimwi. Amen. Sawa basi. Kuna wengine walikufa kwa pressure, ila wewe Mungu amekuacha utakufa kwa pressure. Amen. Sawa basi. Kuna wengine kwenye familia yako walikufa kwa ajali. Wengi tu ukisikia mtu amekufa unasikia ni ajali, lakini wewe sasa utakufa kwa ajali. Amen. Sawa kabisa. Kwenye familia yako hakuna aliyeoa kwa ndoa, wengi wameishi tu maisha hayo. Wewe utafunga ndoa. Amen. Wewe utafunga ndoa. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen.
Sawa basi. Kila mtu amesema haiwezekani. Ndio. Lakini inawezekana kwako leo. Amen. Sijui ufanyavyo, sijui utendavyo, kile nachojua, kile nachojua, ukiamrisha vinakamilika. Mwambie tena Mungu, mwambie tena Mungu. Sijui ufanyavyo, sijui utendavyo, kile nachojua, ukiamrisha vinakamilika. Haleluya. Amen. Nisikilize mwanangu. Ndio. Unasema baba, hilo ni agano la kale. Yezebeli agano jipya iko wapi? Fungua kitabu chako cha Marko sura ya 6. Marko 6 kuanzia 18. Acha tumuone Yezebeli katika sura nyingine. Biblia inasema hivi. Haleluya. Wangapi wanakumbuka kuna mahali kwa Biblia inasema Yohana alikuja kwa roho ya Elia? Amen. Wangapi wanajua hilo andiko? Amen. Na alikuja kwa roho ya nani? Ya Elia. Roho ya Elia. Wangapi wanaweza kunitafutia hapo? Alikuja kwa roho ya Elia. Haleluya. Amen. Nikuonyeshe, unajua napenda uone ili uamini. Luka 1:17. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia. Anasema hivi, atamtangulia Bwana akiongozwa na nguvu na roho kama ya Elia. Huyu ni Yohana Mbatizaji. Amen. Yohana Mbatizaji, mtoto wa Elizabeth na Zakaria. Mungu alitabiri akasema atatangulia mbele kwa roho ya Elia. Amen. Kwenye mwili unamuona ni Yohana, katika roho haoperate kama Yohana. He's operating like Elijah. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo wewe ulikuwa, watu walimuona Yohana Mbatizaji, lakini the spirit and the power ilikuwa ni roho ile ya Elia. Sema amen. Amen. Kwa hiyo anasema hivi, na yeye atatangulia mbele zake, mbele za Yesu. Sasa Yohana, kumbuka, alitangulia kutengeneza njia, lakini hakutangulia mbele yake kwa roho ya Yohana. Alitangulia mbele katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto. Elia alikuwa anachokifanya ni watu watoke kwenye miungu ya Baali wamrudie Mungu. Ndicho ambacho Yohana alikuja kufanya. Ikabidi roho ile ya Elia ije ndani ya Yohana, ili Yohana afanye exactly alichokuwa anafanya the prophet Elijah kipindi cha wafalme wa kwanza. Amen. Ngapa umeelewa sasa? Amen. Kwa hiyo Elia Mtishbi alikuwa ndani ya the spirit inside the Elijah those days, ndiyo ambayo roho ilikuwa ndani ya Yohana. Ukitaka kujua roho ya Elia ilikuwa ndani ya Yohana, pia Yezebeli alimuona. Ni kweli. Kwa sababu roho ya Yezebeli, kama ambavyo alitangulia Yohana kwa roho ya Elia, kuna mwanamke mmoja alitangulia pia kwa kumzuia Yohana kwa roho ya Yezebeli. Nilikwambia Yezebeli ni roho inayozuia watumishi wa Mungu, inayozuia great men, inayozuia watu wakuu. Sasa Yohana siku moja, Marko 6 sasa, siku moja Yohana akawa ametoa tangazo la kumkemea mfalme wa Israeli anaitwa Herode Herode Antipas. Huyu Herode akaambiwa na Yohana alikuwa amemwambia Herode, si halali kwako kumchukua mke wa ndugu yako. Hii habari ananijua. Siku moja kuna mfalme, huyu Herode alikuwa anaitwa Herode Antipa. Huyu Herode alikuwa amemchukua mke wa ndugu yake kabisa, kwa sababu ni ukoo wa Kiherode huu, utawala wa Herode huu. Sasa kulikuwa na Herode anaitwa Herode Filipo. Huyu Herode Filipo alikuwa ana mke anaitwa Herodia. Ndio. Na Herodia is not a woman, ni cheo cha kimalikia kama alivyokuwa Yezebel.
Haleluya. Amen. Anielewa sasa? Amen. Herodia ambaye ni mke wa Herode akawa amemkataa mume wa kwanza Herode Filipo. Akaja akaolewa na Herode aliyoko madarakani ambaye tunamzungumza hapa. Ndio. Akaolewa naye. Yohana akatangaza akasema, Herode, si halali kwa Mungu wewe kumchukua mke wa ndugu yako. Ndio. Maneno yale 19 yakamchukiza Herode, lakini pia na yule mwanamke. Naye yule Herodia akawa akimvizia, akataka kumuua asiweze. Ndio. Akataka muue asiweze. Nenda 10:20. Maana Herode alimuogopa Yohana akijua ya kuwa ni mtu wa haki mtakatifu, akamlinda. Yohana alikuwa mtu mdogo. Na alipokwisha kumsikiliza alifadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Nenda mstari 21. Hata ilipotokea siku ya kufaa na Herode sikukuu ya kuzaliwa kwake, alipowafanyia karamu wakubwa wake na majemedari na watu wenye cheo wa Galilaya. Sikiliza hapa. Herode akawa amekuwa ni birthday yake, siku yake ya kuzaliwa. Akaita watu wakubwa, akaita watu wenye heshima. Wangapi wananisikiza? Punga mkono wako. Amen, amen. Akawaita hawa watu kwenye karamu. Wakati karamu inaendelea, watu wanakula mvinyo sawa sawa. Mstari 22. Akawa kuna binti mmoja anaitwa Salome. Haleluya. Amen. Salome alikuwa ni mtoto wa Herode na Herodia. Salome binti wa Herodia alipoingia akacheza, akamfurahisha sana Herode na wale walioketi pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana mtoto wake Salome, akamwambia, Salome, niombe lolote utakalo na mimi nitafanya nini? Nitakupa. Haleluya. Amen. Unashangaa Salome yuko hapa hapa. Binti wa Herodia alikuwa anaitwa Salome. Haleluya. Amen. Umejuaje apostle? Nenda kaulize yeye yako. Kwa hiyo binti Herodia akawa akacheza mbele za mfalme na wale wakubwa. Akampendeza sana mfalme, mpaka mfalme akatamka akasema hivi, niombe lolote utakalo nitakupa. Akaenda mbali zaidi akasema, hata nusu ya ufalme wangu. Fikiria mtu wa Mungu, mtu anacheza tu anaambia nitakupa nusu ya ufalme. Hebu fikiria, it makes sense eh? Ni kweli. Yaani ucheze mbele ya Mama Samia leo aseme tutagawana urais. It makes sense. Akamwapia, lolote utakaloniomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Ndio. Nusu ya mamlaka yangu. 24. Basi yule mtoto akatoka akaenda kumuuliza mamae, niombe ni. Akaenda kumuuliza Yezebeli ndani yake. Kumbuka Yohana ana roho ya Elia ndani. Herodia ana roho ya Yezebeli ndani. Vita vyao bado vinafanya nini? Vinaendelea. Kumbuka Yezebeli mwambia Elia, muda kama huu kesho nitachukua roho yako. Elia akakimbia. Alipokimbia, Yohana hakujua anabeba roho ya mtu mwenye vita. Ni kweli. Mtu mwenye vita na roho ya Yezebel, na hayajua kama Yezebeli yupo. I don't know if Yohana alikuwa anaelewa hili jambo. Anaenda kuuliza Yezebeli, Yezebeli, tuchukue zawadi gani? Amecheza vizuri mtoto wangu. Baba ameniambia niombe zawadi yoyote, hata nusu ufalme. Mama yake hakuona ufalme ni kitu. Mama yake akamwambiaje? Basi akatoka akamuuliza mama, niombe nini? Na akasema kichwa cha Yohana Mbatizaji. Imagine. Mtu ameambia hata ufalme hataki, fedha hataki, dhahabu hataki, kuwa sio, yeye anataka kichwa cha mtu. Yezebeli. 25 tuone ndicho gani. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kombe kichwa cha Yohana, katika sahani hii kichwa cha Yohana Mbatizaji. Maanake ili kichwa kije mtu lazima achinjwe. Kwa lugha rahisi, yule mama hakutaka kichwa, alitaka Yohana afe. Ni kweli. Si unanielewa sasa? Amen. Kumbe vita bado ilikuwa inaendelea. Ni kweli.
Wewe kwa mfano nikisema nataka kichwa cha Yohana, nini nataka? Afe. Nataka afe. 26. Mfalme akahuzunika sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale hao walioketi karamuni hakutaka kumkatalia. Mara mfalme akatuma askari akamuru kuleta kichwa chake. Sio Yohana aje. Na wenye majina ya Yohana yamkiri roho ya Elia iko ndani yako. Kwa hiyo chunga sana, Yezebeli anataka kichwa chako. Amen. Kwa makini ma Yohana mlioko hapa. Amen. Usipiane majina tu, mwanangu ataitwa Yohana. Ujue amekuwa Yohana anatafutwa na Yezebeli. Ni kweli. Umfundishe pia who is Jezebel. Amen. Hallelujah. Amen. Akaenda akamkata kichwa mle gerezani. Akakileta kichwa chake katika kombe akampa yule kijana, na yule kijana akampa mamaye. Zawadi ya kichwa cha mtu. Kwa hiyo roho ya Yezebel, roho ya mauti. Ukitaka kujua, ngoja nikuonyeshe hichi kitu. Wangapi wameelewa habari ya Yohana Mbatizaji na habari za Elia na habari za Yezebel na Herodia? Amen. Umeelewa hako ka connection? Ulikuwa hujawahi kujuaga. Sasa leo umejua. Amen. Amen. Nenda kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 21 kuanzia mstari wa 6. Anaitwa Naboth. Tumwangalie kwa haraka alafu tuingie kwenye maombi. Uko tayari kuomba? Amen. Yes, tunaenda kuomba. Nimeshamaliza. Tunaenda kuomba. Naye akamwambia, kwa sababu nilizungumza na Nabothi mwenyeji wa Yezreel, nikamtaka aniuzie shamba lake la mizabibu, ama akipenda nimpe shamba lingine badala ya hilo, lakini yeye akaniambia, sitakupa shamba langu la mizabibu. Haraka kidogo basi mheshimiwa. Hapo Yezebeli mkewe akamwambia, anayetawala Israeli ni nani? Anamwambia, na maana wewe ni mfalme, afu mtu anakuambia akupi? Si ni wewe, amka ule na uchangamke. Mimi binafsi nitakupa shamba la mzabibu la Naboth Myezreeli. Anakupaje? Mke anamwambia mume wake, mimi nitakupa shamba la Naboth. Na kati shamba la Naboth ni la Naboth, na Naboth amekataa. Ni Yezebeli anasema nitakupa shamba la Naboth. Ni maroho ya madhuluma haya. Nenda mbele. Yezebeli akaandika barua kadha kwa jina la Ahabu na kuzipiga muhuri kwa mfalme, kisha akazipeleka barua hizo kwa wazee wa watu mashuhuri walioishi na Naboth huko mjini. Barua zenyewe ziliandikwa hivi: pigeni mbiu ya mfungo, mkutane na kumpa Nabothi mahali pa heshima kati ya watu. Sikia hapo. Wapige mbiu, wapige tarumbeta, waite watu, wakutane na Nabothi mahali pa heshima. Ndio. Kisha tafuteni walaghai wawili, mkawaketishe watu wawili, watu walaghai wabaya, na kumshitaki wakisema, wewe umemwapiza Mungu na mfalme. Kisha mtoeni nje, mkamuue kwa kumpiga mawe. Yezebeli ndo anatoa hiyo tamko. Anatoa ushauri wa mabaya wa kumwangamiza Naboth asiye na kosa. Mstari wa 11. Basi wakazi wenzake wa Nabothi, wazee na watu mashuhuri wa mji wa Yezreel, wakafanya kama Yezebeli alivyoagiza kwa mujibu wa barua aliyowapelekea. Nenda haraka kidogo. Akapiga mbiu ya mfungo, akakutana kumweka Naboth mahali pa heshima kati ya watu. Naboth akafikiria kwamba leo nimeheshimika. Kumbe kuna mpango wa kifo, kuna mpango wa mauti, kuna mpango mbaya. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila mpango mbaya anaopanga Yezebeli kinyume na kazi yangu, kinyume na watoto, kinyume na uzao, hautafanikiwa. Wengi walifukuzwa kazi kwa sababu ya Yezebeli. Ndio. Wengi walikosa mipango mingi karibia kwa sababu ya Yezebeli. Ndio. Na hawa watu wawili wasiofaa wakaingia wakaketi mbele yake. Wale watu wasiofaa wakamshuhudia Nabothi mbele ya watu, wakasema Nabothi amemtukana Mungu na mfalme. Ndipo wakamchukua nje ya mji, wakampiga kwa mawe hata akafa. Alikuwa na kosa? Hapana. Alikuwa na shida? Hapana. Alisema hapana. Watu walaghai, watu wasiofaa wakamshutumu kwa uongo, Nabothi akafa. Kwa nini alikufa? Yezebeli alipanga mpango mbaya. Yezebeli akiingia kwenye maisha yako, anakuinulia watu watakao kusema vibaya. Mama mmoja akanipigia akaniambia, baba, kuna mtu anasema, mimi nimesema huduma ya mtu fulani, mimi nimesema hivi. Hao ni Yezebeli wako kazini.
ni Mayezebeli wako kwenye kazi. Ndio. Kwa sababu Yezebeli kazi yake kubwa ni kukuchafua, kukufanya uonekane mbaya kumbe si mbaya. Ni kweli. Umesema na haukusema, umefanya na haukufanya. That is the spirit and the power of Jezebel. Sema leo lazima iniachie. Leo lazima iniachie. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Dalili ya kuwa Jezebeli yuko kazini maishani mwako. Dalili ya kuwa Jezebel yuko kazini maishani mwako. Namba 1, anaondoa kiu ya Mungu ndani ya mtu. Anaondoa kiu ya Mungu kwenye maisha ya mtu. Ndio. Dalili ya kwanza, anaondoa kiu ya Mungu ndani ya mtu. Mtu haoni sababu ya ibada tena, haoni kiu ya kuomba, haona nguvu ya kusoma neno tena, haoni umuhimu wa kuendelea na ibada. Namba 2, analeta uharibifu mkuu, mass destruction. Anaharibu, alivuruga kabisa, aliua manabii wengi wa Israeli, alivuruga taifa la Israeli kwa ukubwa wa hali ya juu, alimuua mpaka Yohana Mbatizaji. Namba 3, anaua hatima, ni destiny killer, ni muuaji wa hatima za watu, muuaji wa future, kesho za watu. Ndio. Haleluya. Amen. Aliangamiza hatima ya Yohana Mbatizaji, aliangamiza hatima ya Samsoni. Haleluya. Amen. Katika jina la Delila. Delila sio Delila, ni Yezebeli na Delila. Haleluya. Amen. Lakini pia ni roho ya disappointments. Roho mambo kwenda tofauti na ulivyopanga. Maisha yako mambo hayaendi the way you plan. Namna ulivyoyapanga hayaendi hivyo, yanaenda vice versa, yanaenda tofauti. Umepanga nitaanza biashara nitapata faida, mwisho wa siku unaifunga. Umepanga kwamba tutakaa kwenye mahusiano haya, tutaenda hivi, tutafanya hivi, tutamtumikia Mungu, at the end of the day mahusiano yamevurugika. Mambo unakuwa disappointed na vitu vingi. Kazi unakuwa disappointed, uliambiwa utafanya kazi, walipo hivi maana mshahara unapungua zaidi. Utapewa shilingi 300,000, unapewa shilingi 180,000. Mambo yanageuka mzobe, vitu vinaenda tofauti na vile ulivyopanga. Kwa sababu gani? Yezebeli ndio mpanga mipango ya uharibifu kwenye maisha ya mtu. Anahakikisha mtu amechelewa, anahakikisha mtu amezuiliwa, anahakikisha mtu amerudi nyuma. Yezebel. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Namba ngapi hiyo? Namba 4. Namba 5, Yezebeli ni muuaji. Tumeona kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 21:6 mpaka 16, alimuua huyu mtu asiyekuwa na hatia. Anasuka mipango ya kifo, anasuka mipango ya mauti, anasuka mipango ya kuondoa uhai, ama uhai wa biashara, uhai wa mtu, uhai wa kitu, ama uhai wa raia wako, mtu wako wa karibu nyumbani. Anasuka mpango wa kukufukuzisha kazi, anasuka mpango wa kuwa biashara yako, anasuka mpango wa kukuondoa kwenye hatima yako. Yezebel. Namba 5 ni muuaji. Namba 6, Yezebel ni roho inayo ikiingia ndani, dalili unaona mtu anaanza kujiona hana thamani. Inaondoa thamani ya mtu kwenye maisha yake. Mtu anajiona afai, mtu anajiona hana thamani, mtu anajiona yeye ni wakufa tu. Hakuna sababu yoyote alizaliwa. Ni heri angekufa ile siku alizaliwa, ni heri asingekuwepo, ni heri hata baba na mama yake wasingeolewa, yeye asingezaliwa. Anaanza kujiona kitu cha ajabu, anajiona mdudu tu, kitu kisichokuwa na maana. Yezebel. Ukiona unajiona namna hiyo, ujue Yezebel yuko kazini. Namba 7. Roho ya Yezebel inakuendesha kwenye zinaa, tamaa za macho, tamaa za mwili. Unafanya zinaa, kitu ambacho ukipendi. You do it but you don't like it. Yani unafanya vitu ambavyo mwenyewe vinakuumiza. Ukitoka hapo unajuta, unaumia, unalia, lakini baadaye unarudi tena. Ujue Yezebel ni dalili ya Yezebel. Masturbation, kuangalia picha za ngono, kuwa na wanawake wengi. Haleluya. Amen. Ni maroho ya Yezebel. Ndio. Halo. Roho ya Namba 8, si ndio? Namba 8, dalili ya Yezebel ni kutabiri mabaya kwa watu, hata fika mbali. Yaani ukiona hichi kitu unacho, ile biashara yake haitatoboa. Yaani yule jamaa afiki mahali, ujue kuna roho ya Yezebel ndani. Ni roho ya uchawi. Inatoa spell, maneno machafu mabaya. Hata fanikiwa ili kanisa liende mahali, huyo ni roho ya Yezebel iko kazini. Ndio. Huyo mtu atoboe, huyu kaka aende mahali, hafiki mahali popote huyu. Aendi. Wanaweka na hapa huyu mtu afanikiwe, na hapa aolewi, na hapa hataoa. Ujue ni roho ya Yezebel hiyo. Haleluya. Amen. Roho ya Yezebeli inaleta
utasa na roho za kuachika kwenye ndoa. Utasa, barrenness and divorce. Utasa na kuachika. Roho ya Jezebel namba 10 ndo roho inayochochea miscarriage, uharibikaji mkubwa wa mimba kwa dunia leo. Mimba nyingi zinaharibika kutokana na roho ya Jezebel. Hallelujah. Amen. Hello. 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 Sasa leo tunaenda kudeal na hiyo roho perpendicular. Amen. Tunaenda kuideal kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sema amen. Amen. Wangapi wana hasira? Amen. Hebu kama una hasira simama juu. Amen. Jinyoshe namna hii. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hello. Hello. Yes, kuna watu bado wanaandika. Nimesema kwa haraka kidogo, anaondoa kiu ya Mungu ndani ya mtu. Namba 2, analeta uharibifu mkuu, mass destruction. Namba 3, anaua hatima ya mtu. Namba 4, ana disappoint ama ana mambo yanaenda tofauti na alivyopanga. Ni muuaji, anaondoa thamani ya mtu. Namba 6, namba 7 nikazungumza kwa habari ya watu kuachana, mimba kutoka, nikazungumza hilo pia. Nikazungumza uchawi, nikazungumza pia watu kutamka maneno mabaya. Una roho ya kutamka mabaya kwa watu. The spirit of witchcraft, kutamka mabaya juu ya watu. Huo ni mfumo wa Jezebel. Hallelujah. Amen.